Seneta mashuhuri wa Marekani ameonya kuwa Venezuela inaweza kukabiliwa na mabadiliko ya utawala muda wowote, huku akimtaka Rais Nicolas Maduro kuondoka madarakani. Onyo hilo linakuja wakati jeshi la Marekani likiongeza nguvu zake za kijeshi karibu na pwani ya nchi hiyo ya Amerika ya Kusini. Akizungumza na kituo cha televisheni cha CBS News, Senator Rick Scott, ambaye ni mwanachama wa kamati ya masuala ya kijeshi na masuala ya nje ya Senate, alisema kuwa muda wa Maduro madarakani unakaribia kuisha. Siku zake zinahesabika, alisema Scott. Kama sio shinikizo la ndani, basi litakuwa shinikizo la nje. Kwa vyovyote vile jambo fulani litafanyika, aliongeza, huku akimshauri Maduro akimbilie Urusi au China. Marekani kwa sasa imeimarisha uwepo wake wa kijeshi katika bahari ya Karibi Kusini karibu na pwani ya Venezuela. Meli ya kivita ya USS Gravel imetia nanga nchini Trinidad na Tobago kwa mazoezi ya pamoja, ikiwa ni sehemu ya kile Marekani inakiita kampeni ya kupambana na usafirishaji wa dawa za kulevya. Katika wiki za karibuni, mashambulizi ya anga ya Marekani yameharibu meli kadhaa karibu na Venezuela ambazo Washington inadai zinahusiana na biashara dawa za kulevya na kuua zaidi ya watu 20. Rais Nicolas Maduro amepinga vikali tuhuma hizo, akisema Marekani inazitumia kama kisingizio cha kutaka kuipindua serikali yake. Nchi washirika za Venezuela, Urusi na China zimeonya dhidi ya kile zinachokiita mchezo wa kuingilia mambo ya ndani ya Venezuela na zimeendelea kuiunga mkono Caracas kwa mikopo, msaada wa kijeshi na diplomasia. Senator Scott, ambaye anatoka jimbo la Florida, amekuwa mkosoaji mkubwa wa Rais Nicolas Maduro. Mwaka 2024 alishirikiana kuandaa Stop Maduro Act, sheria inayotoa zawadi ya dola milioni 100 kwa yoyote atakayetoa taarifa zitakazosaidia kukamatwa kwa kiongozi huyo wa Venezuela. Rais Donald Trump naye hivi karibuni alisema Marekani inaweza kupanua kampeni yake hiyo hadi kwenye operesheni za ardhini, lakini amekanusha kwamba ana mpango wa kumuondoa madarakani Rais Maduro moja kwa moja. Wakati Marekani ikidai inapambana na madawa ya kulevya, wachambuzi wanasema mzozo huu una sura za kisiasa zaidi, ukilenga kudhoofisha ushawishi wa Urusi na China katika ukanda wa Amerika ya Kusini.